Anunnaki ni Mungu aliyewaumba wanadamu, lakini hatajwi kama ilivyo kwa Yahweh, yani Mungu mmoja. Ipo siri kubwa tumefichwa na hauwezi kufundishwa popote duniani kuhusu uumbaji wa mwanadamu. Inaelezwa kuwa Anunnaki ni kundi la miungu kutoka katika hadithi za Sumeria, Akadi na Babeli, ambazo ni tamaduni za kale za Mesopotamia. Biblia hasa Agano la Kale zimeandikwa kwa mtazamo wa Kiyahudi na kimaandishi ya Mashariki ya Kati, ambayo yenyewe ilizingatia zaidi Mungu mmoja. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu kumwandika Anunnaki ambaye alishikamana na miungu wengine. Kwa hivyo Anunnaki alifichwa, hakutajwa katika Biblia kwa sababu Biblia iliandikwa kwa kuzingatia mtazamo wa Kiyahudi na maandishi ya Mashariki ya Kati. Ingawa jina Anunnaki halikutajwa moja kwa moja katika Biblia, lakini ipo mifano katika hadithi za Anunnaki na baadhi ya maandiko ya Biblia, hasa kuhusu viumbe wa ajabu waliotajwa katika Agano la Kale. Mfano, kuna Wanefili au Nephilim waliotajwa katika Mwanzo 6 mstari wa 4, na Biblia inasema Wanefili walikuwako duniani siku zile, na baada ya hayo walipoingia wana wa Mungu kwa binti za wanadamu, wakazaa nao watoto. Hao ndio waliokuwa mashujaa wa zamani, watu wenye sifa. Kwa hivyo katika maandiko haya matakatifu Mwanzo 6:4 inaeleza kuhusiana na uwepo wa Nefili. Baadhi ya wanasayansi wa Biblia na wafuasi wa nadharia ya wageni wa kale wanapendekeza kuwa Wanefili wanafanana na Ananuki kwa sababu walikuwa viumbe wa ajabu wakihusishwa na wana wa Mungu, ambao walikuwa viumbe wa mbinguni au wa nje ya dunia. Ingekuwa kwa sasa watu wangesema hawa walikuwa ni aliens. Wanefili pia wanatajwa katika Hesabu 13 mlango wa 33, ambapo inasema kuwa wapelelezi waliotumwa na Musa waliona majitu makubwa katika nchi ya Kanaani. Biblia inasema, tuliona huko Wanefili, wana wa Anaki, wazao wa Nefili. Tukaona sisi wenyewe kama panzi, nao wakatuona hivyo hivyo. Hayo ni maandiko katika Biblia. Neno Anaki linahusiana na Anakim, kabila la majitu katika Biblia, ambalo linafanana na jina la Ananuki. Lakini pia Zaburi 82:1-6, katika Zaburi hiyo wanazungumza kuhusiana na viumbe wanaoitwa miungu, yani Elohim. Kama utakuwa ni msomaji wa Biblia vizuri, utakumbuka kuwa Elohim ametajwa katika Zaburi, na maandiko matakatifu yanasema Mungu usimama katika kusanyiko la Mungu. Nisikilize, maandiko yanasema Mungu usimama katika kusanyiko la Mungu. Kwa hiyo kuna kusanyiko la Mungu ambaye alikuwa ni Mungu Anunnaki na Mungu Yahweh. Na inaelezwa kuwa kati ya miungu ana hukumu. Na alisema, ninyi miungu tena ni wana waliye juu, nyote pia. Ukisoma katika Zaburi 82:1-6. Hii inaonyesha kwamba Biblia inakubali uwepo wa viumbe wenye nguvu waliotajwa kama miungu. Jambo linalofanana na imani za Sumeria kuhusu Anunnaki kama miungu wa dunia na anga. Pia Qur'ani takatifu inatambua Anunnaki kama majitu na watu wa kale. Ukisoma Qur'ani 89:6-8 inasema, je, hukuwaona jinsi Mola wako alivyofanya kwa Adi, wale Wailamu wenye minara mirefu ambao hawakuumbwa mfano wao katika nchi? Kwa hiyo ni kwamba kulikuwa na watu ambao wanadhaniwa kuwa wao hawakuumbwa mfano wao katika nchi. Kaumu ya Adi na Thamudi walikuwa watu wa kale waliotajwa kuwa wakubwa kwa miili na nguvu, wakifananishwa na majitu katika historia. Kwa hiyo Anunnaki wanatajwa katika Biblia na Qur'ani kuwa watu hao walikuwa na uzao mchanganyiko kati ya mwanadamu na viumbe wa angani.
Anunnaki au Wanefili wa Biblia. Kwa utangulizi huo sasa, avuta pumzi nikuelezee. Anunnaki walikuwa miungu wa zamani wa Mesopotamia, hasa katika ustaarabu wa Sumeria, Akadi, Ashuru na Babeli. Hawa walihusiana na nguvu mbalimbali za asili, ulimwengu na hatima ya binadamu, ingawa maelezo yao yanatofautiana kulingana na maandiko tofauti ya kale. Kwa ujumla waliaminika kuwa viumbe wenye nguvu kubwa, wakihusiana na uumbaji wa dunia, udhibiti wa jamii za wanadamu na hata elimu na teknolojia. Kwanza kabisa, Anunnaki walihusika katika uumbaji na udhibiti wa mwanadamu. Katika simulizi za Sumeria, Anunnaki walihusika katika uumbaji wa mwanadamu. Mojawapo ya hadithi maarufu ni ile ya Anuma Elish, ambapo miungu waliumba ulimwengu na wanadamu ili kuwahudumia. Hadithi ya Atlantis, moja ya maandiko ya kale ya Mesopotamia, inaeleza kuwa Anunnaki walitaka kusaidiwa kazi ngumu, hivyo waliumba mwanadamu kama watumishi wao. Na hiyo ni siri ambayo watu wanaofundisha dini hawezi kutaka ufahamu. Kitu cha pili ni kwamba Anunnaki walihusika katika utawala wa ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, kama ilivyo kwa Mungu Yawe, ambapo maandiko matakatifu wanasema yeye ndiye mtawala wa vitu vyote vilivyopo duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana. Hali kadhalika katika maandiko ya simulizi za Anunnaki inaelezwa kuwa Anunnaki alihusika katika utawala wa ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Anunnaki walihusiana na vipengele mbalimbali vya asili kama maji, anga, dunia na mazao. Walihusiana na miungu fulani maalum waliotawala sehemu tofauti za ulimwengu, na hawa ndio walisababisha Anunnaki asiandikwe katika vitabu vitakatifu. Yeye Anunnaki alikuwa amegawanyika katika miungu watatu: Enlil, yani mungu wa upepo na hewa, na huyu ndiye aliyedhaniwa kuwa mtawala mkuu wa Anunnaki. Kisha alikuwepo Enki au Ea, mungu wa hekima na maji, aliyedhaniwa kuwa mvumbuzi wa maarifa na teknolojia, ambapo teknolojia za kale hasa katika uundaji wa piramidi pamoja na teknolojia ambayo inadhaniwa kutumiwa na aliens, huyu ndiye aliyehusika. Kisha kuna Anu, huyu ni mungu wa anga aliyekuwa mmoja wa miungu wa juu kabisa, ambaye yeye anaeleza kuhusiana na mambo yote ya anga. Jambo la tatu ambalo unatakiwa kufahamu kuhusiana na Mungu Anunnaki ni kwamba walikuwa na maarifa ya juu na teknolojia. Kama hivi sasa ambavyo tunaweza tukasema kwamba hawa Mungu Anunnaki ndio wanaowasaidia Marekani kutengeneza mambo tofauti. Na hivi vitu vyote kama simu, kompyuta na mambo mengine kama hayo, haya yote inasadikika kuwa ni moja kati ya matokeo ya Anunnaki. Anunnaki mara nyingi wanahusiana na hekima ya juu na teknolojia, hasa katika nadharia za kisasa zinazodai kuwa walikuwa wageni wa anga waliokuja duniani, na kama nilivyoeleza, hawa tunahusisha na aliens. Anunnaki waliwapa wanadamu maarifa ya ujenzi wa majengo makubwa kama Zenglat, yani piramidi za Misri. Sasa kutokana na hilo, bado kuna hadithi nyingi ambazo tunaweza tukasema kuwa zinaeleza kuhusiana na masuala mazima ya Anunnaki. Bila shaka umewahi kuyaona magorofa marefu ambayo yametengenezwa kwa ujuzi wa hali ya juu. Je, umewahi kujiuliza magorofa hayo huwa yanatokana na nini? Watu wengi wamekuwa hawajiulizi maswali hayo, kwamba ni nani zaidi alitoa maarifa kuhusiana na utengenezwaji wa magorofa hayo. Hayo mambo huwezi ukaambiwa sehemu yoyote. Ni kwamba Anunnaki aliwapa wanadamu maarifa ya ujenzi wa majengo makubwa kama piramidi za Misri, na hata maendeleo ya elimu ya nyota, matibabu na uhandisi. Kwa hivyo ni wazi kuwa Anunnaki ndiye ambaye kwa sasa anatawala dunia, licha ya kwamba anahitajwa ni Mungu Yawe.
Kitu cha nne ambacho unatakiwa kujua kuhusiana na mungu wa Anunnaki ni kwamba walikuwa na uwezo wa kudhibiti hatima ya mwanadamu. Yaani katika maandiko ya Sumeria, Anunnaki walihusiana na mfumo wa majaliwa na hatima, yani destiny. Walidhaniwa kuwa na nguvu ya kubadilisha maisha ya wanadamu kulingana na matakwa yao. Yaani wao walikuwa na uwezo wa kumfanya mtu awe tajiri, mtu awe maskini. Walikuwa na uwezo wa kumpa ama kumnyang'anya. Kwa sasa wangesema hawa ni Freemason. Lakini ni nguvu ya Anunnaki, mungu asiyetajwa, kwa sababu tamaduni za Kiyahudi na Mashariki ya Kati zilikuwa hazitaki kuandika kuhusiana na miungu. Kwa hiyo wakaamua kuandika kuhusiana na Yahweh, yani Mungu mmoja. Katika tamaduni za Babeli waliamini kuwa Anunnaki walikuwa na maamuzi ya hatima za watu kupitia maandishi yao katika kitu ambacho walikiita Mi Tablet au Mi Table. Kwenye Mi Table walikuwa na uwezo wa kutaja hatima za mtu. Haya yalikuwa ni maandishi matakatifu yaliyokuwa na siri za ulimwengu. Kitu cha tano ambacho unatakiwa kujua ni kwamba walikuwa na nguvu za kimwili na kiroho, kama ilivyo tu kwa Mungu ambapo kuna Roho Mtakatifu na kuna nguvu za kimwili na nguvu za kiroho. Katika hadithi za kale, Anunnaki walielezwa kuwa walikuwa viumbe wenye nguvu zisizo za kawaida, wakifanana na wanefili wa Biblia au majitu wa mitholojia nyingine. Baadhi ya hadithi zinadai kuwa walikuwa na uwezo wa kuishi kwa maelfu ya miaka, huku ikielezwa kuwa walikuwa na uwezo wa kuhamisha ama kuhamasisha vita au kuumba viumbe wengine wapya. Kwa hiyo Anunnaki alikuwa na uwezo wa kuumba viumbe wengine wapya, kama ilivyo kwa sasa ambapo wanasema kizazi hiki kinaondoka kinakuja kizazi kingine. Kwa hivyo Anunnaki walikuwa na uwezo huo. Katika karne ya 20 na 21, baadhi ya watu wamehusisha Anunnaki na dhana za wageni wa anga waliokuja duniani zamani. Mtafiti Zekaria Sitchin katika vitabu vyake alidai kuwa Anunnaki walikuwa viumbe kutoka sayari ya Nibiru waliokuja duniani na kuwafundisha wanadamu ustaarabu. Ingawa nadharia hii haijathibitishwa na wanahistoria wengi, bado ina ufuasi unaoamini kuwa Anunnaki walihusika katika maendeleo ya kale ya mwanadamu. Sasa ninajua utakuwa umejifunza mengi. Tuhitimishe kwa kusema hivi: Anunnaki walihusiana na nguvu kubwa katika simulizi za Sumeria na Babeli, wakihusiana na uumbaji wa mwanadamu, maarifa ya hali ya juu na utawala wa dunia. Iwe ni kupitia imani za kale ama nadharia za kisasa, bado wanabaki kuwa moja ya mada zinazovutia katika historia na fasihi ya mafumbo, ikieleza kuhusiana na jinsi Anunnaki walivyohusika katika kumuumba mwanadamu, lakini pia nguvu za ajabu walizokuwa nazo licha ya kutokutajwa kinagaubaga katika maandiko matakatifu. Siri iliyoko hapa ni kwamba kumbe kuna Mungu ambaye hajatajwa kutokana na tamaduni za Kiyahudi tu. Kwa hivyo kama tamaduni za Kiyahudi zingeandika vizuri kuhusiana na Mungu Anunnaki, pengine Anunnaki naye angekuwa ni Mungu ambaye anaabudiwa na anatenda miujiza kama ilivyo kwa Mungu Yahweh. Mimi ni Mtu Safi aka Mpoa, na simulizi hii imeletwa kwako na mimi, nami ndiye mwandishi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Lakini pia kama unatufuatilia kupitia mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok, tafadhali hakikisha umetufollow, na hapo utakuwa umefanya jambo la maana zaidi kuendelea kujifunza kupitia Fun Facts na Mtu Poa. Bye bye, tukutane wakati mwingine.